يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد حميد الله عز وجل نقمصلية متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم, nimekaa hapa kwa lengo la kutoa utangulizi mfupi, lakini pia kuwanasihi katika hili jambo ambalo liko mbele yetu na ni jambo la kielimu. Wameeleza katika adabu wanachuoni mwanafunzi kuwa karibu na mwalimu na kuwa na kalamu na karatasi, lakini kudhibiti kile ambacho kinachozungumzwa katika darasa. Kikao hiki katika majumba ya Allah ni kikao cha kheri, fadhila zake ni nyingi na tumeeleza mengi katika darasa zetu zilizopita. Ninachoweza kusema leo ni ombe mkao wa darasani, yani kaeni kama mko darasani na msikai kama watu mmechoka na watu ambao mmekuja kwa ajili ya kupumzika. Tunafahamu kuwa mikao ya darasani tunakaa kwa halaka, kwa hiyo watu wakae kwenye duara, na watu wakae karibu na mwalimu. Miongoni mwa faida katika hadithi ya Jibril alayhi salam alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi. Jibril alikaa karibu mno na Mtume sallallahu alayhi wasallam na magoti yake na magoti ya Mtume yalikurubiana, yaligusana. Na kukaa karibu na mwalimu kunapelekea wepesi wa kuelewa na kufahamu kinachozungumzwa, lakini usafi na nidhamu katika darasa ni vitu vinamsaidia mwanafunzi kuelewa kile ambacho anachokisoma. Unapokaa katika vikao kama hivi, umekaa kwenye kikao cha ibada, kwa sababu malaika wa Allah tabaraka wa taala wanawafunika kwa mbawa zao watu waliokaa kwenye vikao kama hivi, na wanawatakia msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajigamba katika vikao kama hivi vya kheri kwa watu kukaa kumkumbuka na kumtaja. Kwa hiyo si vikao vya kupuuza, ni vikao vyenye thamani. Kama unataka kuegemea, egemea kwa vile nguzo kama mgonjwa, japo unajua sio mgonjwa, umechoka tu, lakini sio mgonjwa, hizo utakuwa umechoka tu na kazi za kuhudumia watoto. Kwa hivyo katika miongoni mwa tofauti zilizopo baina ya da'wa salafia na da'wa zingine ni kwamba da'wa salafia pia inatufundisha sisi kuelezea dosari na kutahadharisha umma juu ya makundi potofu,
Na sababu ya kuyataja makundi haya na kuelezea walionayo katika itikadi mbaya ni kuutahadharisha umma na haya makundi, na ile kanuni wanayoisema maakhwani wakisema kwamba nataawanu fi mattafaqana alayhi, tutasaidiana katika yale mambo ambayo tunayowafikiana, wa ya'dhu ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi, tutapeana udhuru baadhi yetu kwa wengine katika yale mambo tunayotofautiana. Hii ni kanuni ya kihawa, ya kimatamanio, na ni kanuni iko kinyume na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ni kanuni ambayo inafunga mlango wa nahyi 'anil munkar, mlango wa kukataza mabaya, kwamba tutaendelea kushirikiana katika yale mambo ambayo tunayowafikiana pasina kujali kwamba wewe ni nani na mimi ni nani. Lakini pili, tutapeana udhuru, tusameheane, tusitajane wala tusizungumziane katika yale mambo ambayo tunatofautiana. Maana yake sasa, mtu asiyejua ataendelea kubakia hajui, mtu asiyejua ataendelea kubakia kuwa hajui. Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala akasema hii kanuni ni kanuni ya batil, bali ingelikuwa ni kanuni ya sawa kama wangalisema kwamba nataawanu fi mattafaqana alayhi, tutashirikiana na kusaidiana katika yale ambayo tunayowafikiana, wa yansahu ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi, tupeana nasaha baadhi yetu kwa wengine, tupeane nasaha katika yale mambo ambayo tumetofautiana. Kwa hiyo kutaja makosa ya maibadhi, kutaja makosa ya mashia, kutaja makosa ya ikhwani muslimin, kutaja makosa ya hizbu tahrir, kutaja makosa ya qadiria, shadhilia na wengineo katika makundi ya kisufi, hii ni katika mlango wa nushi, ni katika mlango wa nasaha, ad-dinu nasiha, dini nasaha. Kwa hiyo watu wanapewa nasaha, na nasaha zina hali tofauti. Kuna nasaha zinakuja katika upole, nasaha za kukuelekeza ukiwa huelewi, hutaki kusikia, hutaki kurekebisha. Kuna nasaha za ukali, kuna nasaha za ukali kidogo, sauti itanyanyuka na makosa yako utaambiwa kwa sauti ya ukali. Zote ni katika njia za nasaha, na lengo ni kukutakia kheri wewe ambaye unakosea, ili uingie katika mambo ya sawa na ukutane na Mola wako akiwa yuko ridhaa na wewe. Kwa hiyo dini yetu ni dini ya kunasihiana, na huu ni mlango wa kunasihiana, na yale ambayo atakuja kuyazungumza ustadhi ni katika mambo muhimu sana, tena sana katika jamii yetu sasa hivi, ambayo dimbwi la mashia wanaonekana kama ni wenzetu na wala hawana tatizo na sisi. Yani sisi na wao ni kitu kimoja, na vitu ambavyo viko tofauti kabisa. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kuzijua zile shubuhati ambazo wanazitumia katika kueneza propaganda zao na itikadi zao chafu, na kuweza kuisaidia jamii kuwatahadharisha na pote hili la amarrawafidha. Kwa hivyo tukae katika mkao wa kusikiliza na mkao wa kupata faida, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala amwafikishe mwalimu kuyafikisha yale ambayo amekusudia kuyafikisha, na sisi wanafunzi pia Allah tuwafikishe kuyaelewa na kuyapokea na kuyafahamu vizuri yale ambayo tunafikishiwa. Jazakumullahu khaira, wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Falyatafaddal mashkuran maajura wa